Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe, like, comment na share kwa habari punde kila uchao. Asante. Kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Laizer Mayoni ametoa ujumbe mzito wa kumtia moyo mwenyekiti wa chama hicho, Tundu Lissu, anayokabiliwa na kesi ya uhaini, akisisitiza kuwa kifungo hakijapunguza nguvu ya sauti yake, bali kimeiongezea makali katika mapambano ya haki na demokrasia nchini. Aidha, alimsifu Lissu kama kiongozi jasiri, asiyeogopa kusema ukweli. Kupitia ujumbe wake uliotolewa kwa lugha ya Kiingereza, Mayoni alieleza kuwa licha ya jitihada za kumkatisha tamaa, Lissu ameendelea kuwa imara na mwenye msimamo thabiti. Alibainisha kuwa ujasiri wake umeendelea kuwa chachu ya harakati za Watanzania wanaotamani kuona haki, usawa na demokrasia ya kweli vikidumishwa. Mayoni alisisitiza kuwa hata kama kuna nguvu zinazoweza kumweka kizuizini, haziwezi kuzuia mapenzi ya wananchi wala kuzima ukweli anaousimamia. Aliongeza kuwa idadi kubwa ya wananchi wanaendelea kusimama upande wa Lissu, wakiamini katika maono yake ya kujenga taifa lenye haki na uhuru kwa wote. Katika ujumbe huo, alieleza pia kuwa uimara wa Lissu katika kipindi hiki kigumu umeleta hamasa kubwa kwa wafuasi na wananchi kwa ujumla. Alisisitiza kuwa mapambano ya kisiasa hayamtegemei mtu mmoja pekee, bali ni juhudi ya pamoja ya watu wanaotaka mabadiliko ya kweli. Aidha, Mayoni alibainisha kuwa safari ya kisiasa bado inaendelea licha ya changamoto zilizopo, huku akionyesha kuwa matumaini ya kufikia uongozi wa juu bado yapo hai. Kauli hiyo imeonekana kama ishara ya kuongeza ari ya kisiasa ndani ya chama na kwa wafuasi wake. Ujumbe wake uliambatana na maneno ya matumaini na mshikamano, akihimiza umoja miongoni mwa wanaomuunga mkono Lissu na kuonyesha kuwa bado kuna matarajio makubwa ya mabadiliko ya kisiasa nchini. Kauli hiyo imeibua mjadala mpana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya watu wameunga mkono, wakisisitiza umuhimu wa viongozi kupeana nguvu nyakati za changamoto, huku wengine wakitoa mitazamo tofauti kuhusu hali ya kisiasa na mwelekeo wa taifa. Kwa ujumla, ujumbe huo umegusa hisia za wengi na kuendelea kuchochea mjadala kuhusu mustakabali wa uongozi, haki na demokrasia nchini Tanzania.